الله ذو الجلال حسبنا الله ورب الكمال ربنا الله ورب الجلال حسبنا الله ورب الكمال Kupitia mlango wapi wa mbele? Sisikitike Mola aliyokadiri, usihuzunike asa kheri tajiri. Taala jalia na kupima imani, nyamaza kulia usikushinde. ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ولله الحمد. kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania ambaye ndiye mlezi wetu sote, lakini kwa kadhia hii ni mlezi hasa wa Idaatul Qur'an al-Karim, redio ya Qur'ani ambayo ni redio iko chini ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, na marhuma Sakina Juma Mshana alikuwa ni mtumishi katika idhaa hiyo. Idhan ni msiba wake, ni msiba wa mtoto wake, binti yake Sakina Mshana, ni msiba mkubwa. Na kwa wale ambao wapenzi wa Idaatul Qur'an al-Karim ya Majlis al-A'la Radio Qur'an, kubaliana nami kwamba katika watangazaji mahiri na wakongwe ni Sakina Mshana. Ni binti ambaye kazi yake aliifanya kwa weledi mkubwa na alikuwa akiijua, lakini pia alikuwa ni binti msomi. Katika mabinti wachache ambao wamesoma dini yao ni Sakina Mshana. Hakuwa tu mtangazaji, lakini alikuwa ni mtangazaji ambaye amesoma dini yake vizuri, anajua hata lugha ya Qur'ani, lugha ya Kiarabu vizuri. Alikuwa ni fasaha, alikuwa ni mtumishi wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania ambaye alifanya kazi kwa weledi mkubwa sana. Kwa kwanza, kwa niaba ya watangazaji wote wa Radio Qur'an tunampa pole Mheshimiwa Mufti na baraza kwa ujumla, lakini pia Mheshimiwa Mufti anawapa pole nyinyi watumishi wa Radio Qur'an, radio ambayo inafanya kazi nzuri kwa ajili ya kuelimisha masuala mbalimbali juu ya dini yetu. Kikubwa kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema kwamba ameumba umauti na uhai liyabluwana, ili atujaribu, ayuna ahsanu amala, yupi miongoni mwetu ambaye atatenda matendo mema. Tuonyeke kwa msiba huu, tuwaidhike kwa kifo hiki cha kuondokewa na mpenzi wetu Sakina, mtangazaji ambaye alikuwa ni mashuhuri sana. Tunapotaja mahasi mazuri ya Sakina Mshana, dhakiru mahasina mautakum, tunapoingia katika mlango huo tutakubaliana sote, leo laiti Sakina angezikwa Dar es Salaam kesho, laiti angezikwa kesho Dar es Salaam, nadhani msikiti usingetosha. Naamini wengi hawana taarifa na muda umekuwa ni mchache, lakini kwa vile anavyofahamika na umaarufu wa redio yetu Sautul Qur'an,
angezikwa kwa namna ya kipekee kabisa. Alikuwa MC katika shughuli zote za Kiislamu, akisimamia mambo katika misafaka ya Qur'an, akishirikiana na watu mbalimbali, na yeye mwenyewe alikuwa ni mwalimu, bidhati alikuwa ni mwalimu. Kwa hiyo tumeondokewa na mtu ambaye kwa hakika hatukutamani asafirishwe, lakini kwa sababu familia wana haki zaidi kuliko sisi, ni lazima tutii walilolitaka. Lakini Sakina tungetamani azikwe Dar es Salaam, na ndio maana Mheshimiwa Mufti akasimamia kila kitu katika msiba huu. Amesimamia yeye mwenyewe kila kitu, na familia ya Sakina isiwe na huzuni. Kila kitu kimesimamiwa na Mufti mwenyewe, hakuna kilichopungua katika maziko yake, mpaka namna ya usafirishwaji kwenda huko. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA limesimamia kila kitu. Kwa hiyo ndugu zake ni sisi, wa ukhuwatul imani aqwa min ukhuwati nasab. Udugu wa Uislamu una nguvu zaidi kuliko udugu wa nasaba. Nasaba yake kubwa iko Moshi, lakini Waislamu wenzake walioko hapa wao wana haki zaidi na wana nguvu zaidi, wamesimamia kila kitu. Kwa hiyo tuonyeke kwa kifo hiki kwa mtumishi huyu ambaye alifanya kazi zake vizuri, na sisi tujifundishe kwamba tunapotenda mema, mema yanalipa. Mema yanalipa fi dunia wal akhirah. Mema yanalipa duniani na akhera. Ukiwa mwema, watu wenyewe watakutafsiri. Sisi ni mashahidi wa Mwenyezi Mungu katika ardhi hii, na shuhudiliana, man athnaytum lahu bi khairin falahu aljanna wa man athnaytum lahu bi sharrin falahu an-nar. Sisi ni mashahidi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunatosha kushuhudiliana juu ya matendo yetu mbalimbali, na sisi tunamshuhudilia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba Sakina alikuwa ni katika watu wema, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempenda, amemtahini kwa maradhi, ameugua. Tena nakumbuka kipindi ambacho anaugua pia anamuuguza mamake, na tena mamake yupo. Sasa mama amebaki, lakini yeye muuguzaji amesafiri, amekwenda ila rafiqil a'la. Mwenyezi Mungu amemchagua yeye, na walilahi alhamdu, baada shahr Ramadhan wa baada 6 ayyam min Shawwal, Mwenyezi Mungu anamchukua na hali ya kuwa kapitia maradhi. Wal maradhu yaghfiru dhunub wa yutahhiru al-marid. Maradhi yanafuta dhambi za mgonjwa, na maradhi yanamtaharisha mgonjwa. Yote hayo yamempitia yeye. Kwa hiyo kwa dhana njema tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemchukua vizuri kwa mapenzi yake, na tuna hakika kwa rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala annaha min ahli aljanna, kwamba yeye ni katika watu wa peponi. Hili ni jambo kubwa. Tumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kusema haya kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti, sasa nirejeshe hii mic ambayo Mufti mwenyewe pia amuombee dua, amuombee dua binti yake, mfanyakazi wake, kijana wake ambaye ametumika kwa muda mrefu katika baraza hili. Na sisi wengine pia tujifunze kutenda mazuri, tubadilike ili tuweze kupata rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu waliyu tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilisoma na Mheshimiwa Mufti wa Tanzania. Hivi sasa nitaomba ile gari isogezwe. حسبنا الله ذو الكمال الله ذو الجلال حسبنا الله ذو الكمال ربنا
mbele. آمين. اللهم إني أعوذ بك من العذاب والله لي ورائي بحق القرآن آمن وعليكم السلام Mtazamaji kutoka Masjid Mamuru jijini Dar es Salaam tarehe 30 leo, ambapo ni harakati za msiba wa Ukhti Sakina, ambaye naye mmoja kati ya maimamu wa msikiti wa Mtoro atamuelezea dakika 2-3. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mfahamu dada yetu Ukhti Sakina akiwa ni mtangazaji wa redio ya Sauti ya Qur'ani, mtangazaji mahiri kabisa ambaye kwamba alikuwa pia ni msomi wa dini, mlinganiaji mkubwa wa dini, ambaye kwamba alionyesha umahiri mkubwa sana katika kutangaza na kuonyesha Uislamu. Hakika ni msiba mzito ambao kwamba unagonga nyoyo, msiba mkubwa sana ambao kwamba Waislamu tumeupata kwa kuondokewa na kiungo, ilikuwa ni kiungo kubwa katika redio yetu ya Sauti ya Qur'ani, akitangaza pale akieleza Uislamu. Na Ukhti Sakina alikuwa ni dada amekuwa ni alim, amesoma, kumsikiliza anavyochambua Qur'ani, kumsikiliza anavyochambua hadithi. Kwa kweli ni msiba ambao kwamba unaumiza nyoyo na macho yanatoa machozi. Hilo unaliona ndio gari ambalo kwamba limepakia mwili wake na kuelekea kwenda kusanji kwa ajili ya mazishi. Tunaomba Allah Tabaraka wa Taala amsame katika makosa yake na ajalie kaburi lake liwe miongoni katika viwanja vya peponi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi. Basi miongoni mwa watu ambao tumehudhuria msiba wa marhuma Ukhti Sakina Mshana, Mwenyezi Mungu amrahamu na ampe kauli thabiti inshallah. Tumemshuhudia dada huyu mwanaharakati wa khair na mpiganaji, Mwenyezi Mungu amjalie kheri na baraka kwa msafara huo ambao unaotoka wa Samahatul Mufti Tanzania. Basi Mwenyezi Mungu amjalie kheri na baraka wanaosafiri. Samahatul Mufti kashamaliza dua, lakini na sisi tutasindikiza na kaswida ambayo ameiacha Sheikh Ali Mzee Komoria, ambayo ni maarufu: usisikitike Mola aliyokadiri, usihuzunike asa kheri tajiri, Taala jalia na kupima imani ya mazakulia, usikushinde mtihani, alokadiria wakuzuia ni nani, moyo vumilia
watakalo manani huwezi kulikimbia, wakuzuia nani Mola alokutakia. Zidisha imani kwa Mola wako jalia, watu wa peponi ni wale walovumilia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Swedi huyo hapo bwana. Swedi unamzungumzaji Ufti Sakina. Naam. Kwenye naye sana kazi Radio Qur'ani akiwa bado binti mdogo sana, amekuja wakati huo tuko na Sheikh Isa Shabani Simba kama mufti wa Tanzania. Basi Mwenyezi Mungu kamtaka, lakini alifanya kazi kwa uadilifu na kwa wema, na tulikuwa naye ndio mtu wa kwanza katika watu wa kwanza kuhoji na kuendesha Radio Qur'ani. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri inshallah. Mpenzi mtazamaji, kama unavyoona kina mama mbalimbali mashallah wamejitokeza kwa ajili ya msiba Ufti Sakina, ambapo tuko Upanga Masjid Mamuru jijini Dar es Salaam. Kwanza ni mwanaharakati katika masuala mazima ya dini. Sakina ni mtu ambaye mwenye kupenda haki, mtu ambaye mwenye kupenda haki. Kwa kweli hatuwezi kuelezea sana, kwa sababu huwezi ukaelezea kwa mtu ambaye labda ulikuwa unampenda alafu ni mtu wa watu ukaweza ukaelezea kile ambacho umeguswa nacho, lakini kwa kifupi tumeumia kutokana kwamba na yeye jinsi alivyo ni mtu ambaye anapenda haki, anapenda kusaidia katika masuala si hapa mjini mpaka vijijini. Kuna masuala kusimamia misikiti, ujenzi wa misikiti, wa madrasa, wanawake na kina mama katika vikundi mbalimbali, na makubwa yale alikuwa anahamasisha sana jinsi watu waweze kuishi Kiislamu, hasa upande wa wanawake waweze kuishi Kiislamu kuanzia katika kila kitu, kwenye kujitambua kwa kila kitu. Kwa kweli yani tunaomba tu Mwenyezi Mungu atuletee tu mbadala wake. Hatuwezi kutoa sifa zote, Mwenyezi Mungu mwenyewe ni shahidi wa hilo. Naitwa Zakia hapa.